Hivi mnajua kwamba uchawi ni sayansi? Yaani ninachokimaanisha ni kuwa uchawi ni kama tu somo la biolojia, fizikia na hata kemia. Zamani za kale, kabla ya teknolojia ya tiba pamoja na hospitali kufumbuliwa, kila aina ya jamii ilikuwa na mbinu zake za siri ambazo walizitumia kama tiba. Hivyo basi, hapo ndipo dhana hii ya uchawi kuwa sayansi ilianzia. Zipo jamii kadha wa kadha ambazo sasa zinatumia sayansi hii kama silaha ya kutesa, kukufuru na kuzisuta nafsi za wenzao. Narudia tena, uchawi haukuwa na lengo au kusudi la kuangamiza binadamu, ila tu tamaa za mzidi mwanadamu mpaka kakusudia kuitumia sayansi hii kwa faida yake yeye mwenyewe. Amini usiamini, mpaka hivi sasa zipo jamii hapa duniani ambazo zimebobea katika utumizi wa sayansi hii. Hii leo katika The Fact Book ningependa kukufunulia siri kubwa kuhusu sayansi hii ya kichawi hapa duniani. Kama ilivyodhana na desturi ya kibinadamu, wengi wetu tunaamini kuwa asili kuu ya uchawi ni hapa Afrika. Zipo jamii mbalimbali kama vile Kamba, Kisii na Bukusu ambazo zinaaminika kuwa na ujuzi wa hali ya juu katika ulimwengu wa sayansi hii. Utastaajabu sana nikikwambia sio kweli, maana leo ninataka kuchimbua ukweli kuhusu dhana hii ya kichawi. Wala sitopinga kwamba asili kuu ya sayansi hii ni hapa Afrika. Lakini mababe wa kichawi karne ya 6 kabla ya ukoloni kamili wa mzungu waliweza kuzuru Amerika na kumuuzia mzungu hii sayansi, kisha wakabakia kule kule huku wakijipa burudani na mamilioni ya dola ya fedha walizozipata. Baadaye walizana na kuwa chanzo cha the Black Americans ama ukipenda the Niggers. Hivyo basi nikaamua kufunga safari moja kwa moja mpaka kule Amerika Kusini ama ukipenda South America. Kule nilikutana na jamii iitwayo Voodoo. Hii ni moja kati ya dini ya Afro-America ambayo inaaminika kuanzia kule Haiti. Sasa hawa ndio mababe wenyewe wa kichawi. Wao wana uwezo wa kumuita na kumwamusha mufu pamoja na roho zake. Isitoshe, wakisha mwamusha, basi watazila nyama zake, huku wakiamini hawawezi wakafa. Hawa ni Voodoo, watu wala wafu, na sio tu wafu bali pamoja na roho zao, yaani ukipenda souls. Baada ya hapo sikuchoka, ila niliwazuru wa Santeria. Sasa wa Santeria pia ni wanadini ya Afro-America, ila wao walitokea kule nchini Cuba. Hawa wa Santeria inaaminika kuwa wana uwezo wa kuishi tena baada ya kufa. Ajabu ni kwamba baada ya kuishi tena, sasa hawatakula vyakula vya kawaida, bali watakunywa damu ya binadamu pamoja na nyama zao. Wamejipa jina liitwalo The Vampires. Isitoshe, hawa wa Santeria wana imani za Kiafrika ambapo wanaweza kumtupia mtu aliye hai mifupa mikavu kwenye utumbo wake. Yaani namaanisha hivi, mtu aliye hai kutolewa mifupa tumboni. Sasa tuachane na Amerika ya Kusini
Tuingie Amerika ya Kaskazini. Kule Brazil ipo jamii itwaye Kondemble ambayo inaaminika kwamba wapo na kinywaji kiitwacho ayahuasca ambacho ukikitumia tu ama baada ya kukinywa, basi unakuwa na uwezo na nguvu na ambazo ni hatari zaidi. Inaaminika kwamba ukisha kinywa kinywaji hiki unaweza kumtafuta mtu aliyekukosea na kwenda mafichoni. Yaani unamwona na kutambua moja kwa moja aliko mtu huyu. Huenda mkadhani hii ni historia tu, ila kwa kifupi na wajulisha tu, uchawi ni sayansi na kila siku inaendelea kubuniwa kama ilivyo tu teknolojia ya dunia kama ile ya rocket science inayosimamiwa na NASA chini ya usimamizi wa Elon Musk. The Fact Book imekuandalia stori kama hizi na nyingi zaidi ambazo ni kweli kabisa, na ukitaka kujua zaidi basi subscribe hii video ili upate kutazama video nyingi kama hizi. Mimi The Lucky Sealer ama ukipenda